tatizo la tezi dundumio, kabla mambo hayajawa mabaya, ni muhimu kucheki vipimo fulani fulani. Yani ukienda kwa dokta wako hawezi akakupima hivi vipimo unless wewe umemuomba dokta wako akucheki hivi vipimo. Lakini kabla sijaenda mbali, nataka nikuachie nafasi ya kuweza kulitafakari hilo swali kwamba tezi dundumio ni nini haswa, na kazi yake ni nini, na athari zake ni gani kwenye mwili wako kama mwanamke. Halafu nitarudi tuweze kuliongelea kwa zaidi. Tezi dundumio kwa Kiswahili tunapenda kusema ni goita. Inakuaga hapa kwenye shingo. Ina umuhimu mkubwa sana kwenye miili yetu, hasa sisi wanawake, hata wanaume, lakini kwa sisi wanawake ndio ina control homoni zote kwenye mwili wetu. So hii tezi dundumio ama goita kwa Kiswahili chetu cha haraka haraka inatakiwa isiwe juu sana na isiwe chini sana, kwa sababu ikiwa juu sana inaleta matatizo, na ikiwa chini sana pia inaweza ikakuletea matatizo. Na ikiwa haiwezi kufunction kabisa, yani kwamba imeshindwa kufunction, let me just be real, it's a sad case. So kwenye hii discussion ya leo nitaongelea vitu vifuatavyo. Tezi dundumio ni nini, umuhimu wake katika mwili wako kama mwanamke, faida na hasara. Pia nitaongelea ni vipimo gani muhimu ambavyo unatakiwa umuombe dokta wako afanye ili uweze ukaielewa tezi yako iko katika level gani. Je, ziko level zake ziko juu ama level zake ziko chini ama ziko sawa? Na kitu cha tatu nitakachoongelea ni supplement gani kama mwanamke, hasa ambao umeshafikisha miaka 40 kwenda juu, ni lazima uzinywe ama uzile. Yani hamna mjadala. Unless diet yako ni top notch, hamna mjadala kwenye hizi supplements. Ni inabidi tu uzile, maisha yaendelee. Sio supplements mbaya, lakini ni virutubisho ambavyo vinakuongezea vitu ambavyo mwili wako hauwezi ukavipata kwa kupitia tu chakula, kwa sababu diets zetu siku hizi ndo hizo za mashaka. Pia nitaongelea vitu mbalimbali kuhusu perimenopause, na kuna watu wengine wamekuwa wakisema kwamba toka wameingia kwenye perimenopause miili yao inatoa harufu fulani fulani, which is true. Ni pati moja ya perimenopause. Kila mtu anaafektiwa tofauti, lakini kuna watu ambao wanapata harufu za mwili ambazo ni kali. Huko chini pia unatoa harufu za ajabu, na mtu unakuwa tu unajisikia uncomfortable, yani hukai kwa amani popote pale ulipo, kwa sababu unadhania kwamba unatoa harufu. So leo nitaongelea ni vitu gani, deodorant gani za kupaka ambazo zinaondoa harufu yote, ni vitu gani vya kunywa ama vya kujiosha navyo ili kuondoa harufu zote kwenye mwili. Nitaongelea vitu mbalimbali kama snacks, ni vizuri kuvila ili pia kuweza kukusaidia na mwili wako. I hope you stay around. Tumaini kuna kitu fulani utaweza kujifunza kwenye hii discussion ya leo. So ni swali lako wewe mwanamke miaka 40 kwenda juu, lakini pia msichana miaka 35 kuanza kupandisha juu, 36, 37, pia na wewe nakualika ukae kwenye hii discussion ili uweze kusikiliza, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo eventually nawe vitakupata. So ili uweze kujifunza kitu kimoja ama viwili, nachotaka kusisitiza ni kwamba tujifunze zaidi kuhusu afya zetu sisi kama wanawake. Ni muhimu sana kuielewa afya yako. Kuanzia miaka 40 ni vitu gani mwanamke anapitia ambavyo vinaubadilisha mwili wake sana na hata afya yake ya akili. Na ndio maana nataka ni share na wewe leo umuhimu wa kuielewa afya yako kama mwanamke wa miaka 40 na kwenda juu, miaka 35 pia, kwa sababu ndo kipindi ambacho miili yetu inaanza kuonyesha dalili mbalimbali ya vitu mbalimbali. Yani when I tell you hii miili ione hivi hivi, ndio maana saa nyingine watu wanakuambia hujafa hujaumbika, kwa sababu yani ni kama day and night. Unaamka unajikuta wewe ni mtu wa tofauti kabisa na uliokuwa jana ama juzi. Anyway, so kurudi kwenye topic ya tezi dundumio. Mara nyingi sana kama wanawake tukishajifunguaga na miaka ikishaanza kwenda mbele, mara nyingi miili yetu hubadilika, na hivyo viungo pia hubadilika, na tezi za mwili hubadilika, na hii tezi kubwa mwilini ya goita hubadilika pia. Lakini hii tezi ndo kama engine ya mwili. Kuna viungo vikubwa of course kama moyo, figo, maini. Navyo hivyo ni viungo na ni vikubwa sana. Lakini
hivi vyote pia vinategemea hii tezi. Tunapojifungua ama unapojifungua kama mwanamke, kuna mambo mengi sana yanaendelea kwenye mwili wako, na hii ni kutokana na kwamba homoni zinakuwa zimebadilika toka uko mjamzito mpaka unapojifungua. Kwa hiyo mwili wako una go through a lot, yani vitu vingi. Kuna watu wengine wanaanza kuona matatizo mbalimbali yanajitokeza, mojawapo ikiwa ni hili la tezi. Watu wengine wanafikiria nikipatwa na matatizo ya tezi ni mpaka ile tezi ionyeshe, yani ile goita ionyeshe hapa nje hivi kwamba inakuwa kubwa. Hapana, saa nyingine hata ionyeshi, ni jinsi mwili wako unavyojisikia. Kwa maana hiyo inamaanisha kwamba zile hormone haziko balance, kwa sababu hormone ikiwa juu sana ni tatizo na ikiwa chini sana ni tatizo. Inatakiwa balance, yani hizi hormones zinazotolewa na hii tezi. So anyway, mara nyingi ukishajifungua ndio unaona hili tatizo haswa, lakini kuna watu wengine tu wanapata hili tatizo kwa sababu pia kwenye familia yao for some reason wana hili tatizo la goita. Yani kila mara kuna mtu lazima anakuwa na hili tatizo, ama kuna watu wengine inawatokea tu, na sio wanawake tu, hata wanaume inawatokea, lakini asilimia kubwa zaidi wenye kupata tatizo la goita ni wanawake. Wengine unakuta wanatakiwa kwenda kuitoa ile tezi nzima, lakini mara nyingi madokta wengi wanashaurigi usitoe tezi nzima. Wakisha kuangalia na kuijua afya yako ilivyo na ile goita haswa ina tatizo gani, yani kwamba inatoa hormone kidogo ama inatoa sana, haiko balance. Kwa hiyo wanajua jinsi ya kufanya ili ibalance. Mara nyingi unakuta wanaikata, kwa hiyo wanakuachia kidogo, kwa sababu mwili wako una depend kwenye ili tezi, yani huwezi ukaenda bila hii tezi. Sasa kwa wale ambao hawana hii tezi kabisa, yani imetolewa kabisa, unakuta ni wao maisha yao yote inabidi wawe wanakunywa dawa fulani ambazo sasa ndo zinafanya kazi ya kutoa ile hormone, ya kusaidia mwili kupata zile hormone ili kuweza kubalance vitu vinavyoendelea kwenye mwili wao, yani afya yao. Na pale wanapoikata mfano, bado pia wanakuweka kwenye dawa ambazo zitakusaidia kuongeza yani utolewaji wa hormone mbalimbali ambazo inafanyika na hii tezi. Let's say for example, mood swings zako, usingizi wako, yani hivyo vitu vyote vinahitaji hormone secretion. So wanapocheza na hii hormone, yani madokta, unakuta kwamba pia mood zako zinabadilika, na saa nyingine hii hormone ikiwa juu sana ama ikiwa chini sana, unaweza ukaanza kuona uzito wa hali ya juu unatokea, yani uzito ambao japo unakula vizuri, diet yako imekaa vizuri, ni mtu wa mazoezi, you cannot control jinsi gani unaongezeka uzito. Halafu hapo ikiwa chini, unaweza uka lose weight mpaka watu wakawa na wasiwasi na wewe, lakini kumbe ni hormone, ni tatizo la hormone. Kwa hiyo sasa inategemea na madokta wako wamediscover nini na wameamuaje, ili yani therapies gani wewe ufate ili uweze kucontrol hormone zako kwenye mwili. So saa nyingine unaweza ukajikuta kila mara una mood swings, kila mara unajisikia labda depressed, una msongo wa mawazo, kila mara unajisikia mawazo mabaya, watu wengine wanasema suicidal thoughts, kila mara unajisikia tu mpweke, yani upo tu, mara huwezi kulala vizuri, usingizi ni shida, mwili wako unakuwa na reaction fulani ambazo kikawaida hujazizoea. So unapoona vitu kama hivi vinatokea kwenye mwili wako, especially kama umeshafikisha miaka 35 kwenda juu, 40 ndo kabisa, ukienda kumuona dokta wako, gynecologist, dokta wa wanawake, haswa dokta wa wanawake, ongea naye kuhusu mood swings zako, kuhusu jinsi unavyojisikia. Dokta wako anaweza akakushauri mfanye vipimo vya damu. Sasa wewe ndo unapoingia na kumwambia dokta wako, dokta, naamini katika kila kitu unachofanya, ila naomba pia tupime vipimo hivi na hivi na hivi, nitavitaja hapa. Kwanza hopefully atakusifu kwamba wow, umejuaje kuhusu hivi vipimo? Then of course utamwambia yeah, nilikuwa nasikiliza Jonge's podcast. I'm just kidding. Lakini anyway, utamwambia tu kwa sababu nafanyaga tu research zangu mwenyewe na ninajua kwamba ninahitaji hivi vipimo. Yani wewe inabidi uwe advocate wako mwenyewe unapoenda kumuona dokta wako. Sisi tulioko huku nje ndo kabisa sasa hivi tunaelewa wote kwamba huku nje kutibiwa sasa hivi ni pesa. Yani pesa in a sense kwamba dokta ana watu wengi wa kuwaona, kwa hiyo ana dakika 5 tu na wewe.
So within hizo dakika 5 ama 10 inabidi muwe mmeshaelewana, mmeshaongea vinavyohitajika kuongeleka, na wewe umeshaambiwa ukafanya vipimo ama ukachukue dawa. A lot of times madokta kama huku, yani imeshaonekana kwamba ukienda hospitalini ni biashara. So dokta unakuta ndo tumeshakuwa wote madokta wa Google. Hivyo we mwenyewe inabidi uongee na dokta wako, mwambie dokta, hivi ndi vitu pia ninavyohitaji vifanyike. Sasa kwa huku nje of course wanaelewa, right? Lakini najua kwa Tanzania si kidogo, culture yetu tofauti. Unaweza kaenda kwa dokta ukaanza kumwambia hivi mambo ya vipimo, akakwambia sasa ndo tunafundishana. Kwa sababu kama umeshaelewa hivyo vitu vyote, kwa nini unakuja kuniona mimi? Inabidi ujue mwenyewe jinsi gani utamwingia dokta wako ili akufanyie hivi vipimo, yani asione kama unamkebei kuhusu kazi yake. Kitu kingine ninachotaka kusema though ni kwamba sio wanawake wote wanapatwa na hili tatizo la goita. However, kama umeshawahi kukutana na watu ambao wamejifungua, kuna watu wanakuwaga na macho fulani hivi, yani macho yao yanatoka nje hivi, wanawake. So kama umeshawahi kukutana na watu kama hao, tatizo ni hii goita. Yani macho yanatoka nje mpaka unadhania macho yatapasuka ama inakuwaje. So wale watu wanakuwaga na pressure nyuma ya macho, kuna kuwaga na pressure. Ile pressure sasa ina force ya macho kutoka nje. Watu wengine wanakuwa wanatoka na machozi tu, yani machozi yasiyosimama, macho tu yanatoa machozi. Kuna watu wengine macho yanauma, yanakuwa tu yanauma kwa undani huku, ni kwa sababu ya hili tatizo la goita. Sio hivyo tu, kuna watu wengine kulala ndo hawawezi tena kabisa, na kila saa ndo hivyo wanakuwa wanasikia msongo wa mawazo, yani depression inahita vibaya mno. Hii mambo ya anxiety, wasiwasi pia. Hii tezi ikiwa ina matatizo, afu hormones zikawa zinacheza hivyo, yani ni mambo mengi sana hutokea. So hivi ni vitu vichache tu ambavyo nimevimention. Mara nyingi mtu macho yake yakiwa yanatoka hivi, ambapo inatokeaga zaidi wakisha ipunguza ile goita yako, yani ile tezi wakisha lipunguza, ndo macho yanatoka hivi sana. Ili tatizo la macho dokta wako anakuwa analimonita, yani analiangalia. Watakupa dawa, wataendelea kuliangalia, watakuwa wanafanya therapies mbalimbali. Kwa sasa nyingine yanaweza akarudi yenyewe, lakini mara nyingi hayarudiki mpaka ufanye tena operation ndio yanarudi, yani operation ya kuyarudisha ndani. So ukianza kuona kwamba unapata pressure sana kwenye macho, let's say wakishakata tezi yako, yani ujue uko unapoelekea ndo uko macho kutoka. So unataka uanze kuliaddress ili tatizo haraka kwa dokta wako, ili waweze kufanya zile therapeutic sessions with you. Hilo ni la kwanza. La pili, hormones zinapokuwa imbalance, yani tezi dundumio yako inapokuwa haiko kawaida, haifunction vizuri, ndio hivyo saa nyingine unaweza kuona uzito unapungua kwa ghafla, ambayo hiyo nayo pia ni tatizo kwenye mwili, kwa sababu kumbuke mwili wako unatakiwa pia uwe una balance ya uzito wako. Ikiwa ina overfunction, kwamba inatoa hormone zaidi ya inavyotakiwa, then unaweza ukaona unaanza kupata uzito wa ghafla, yani mwili hausimami, unajaa. Pia hiyo inaweza kuwa tatizo kwenye afya yako, kwa sababu again unakuta kwamba mwili unashindwa kucontrol pressure yako, yani moyo unashindwa kucontrol mapigo ya moyo, high blood pressure. Watu wengine ndio hivyo wanapata ni magonjwa ya moyo. Unaona sasa vitu vinavyoanza, kisa ni tezi haiko balance, inaanza kucause matatizo mengine. Ndio maana kwenye miili yetu kila kiungo na hizi tezi vinategemeana, kila kitu kinategemeana. So ninachotaka ufanye sasa hivi, ninataka uchukue kalamu na karatasi, kwa maana ukienda kwa dokta wako next time, dokta wa wanawake, umuombe achukue hivi vipimo. Vipimo vya kwanza atachukua vipimo vya damu, sio vipimo vya ajabu sana, anachukua tu damu yako, waangalie estrogen, waangalie progesterone, waangalie testosterone, waangalie follicle stimulating hormone ambayo inaitwa FSH. Na hii hormone inasaidia kucheki level za mayai yako. So wanaangalia okay, haya mayai yako kwenye level gani? Na je, pia hiyo ndio inadetermine umeanza kuingia kwenye perimenopause ama bado hujaingia kwenye perimenopause. Kwa hiyo ni muhimu sana kucheki hiyo FSH. Halafu hii kwa kucheki pia hii inaweza ikakusaidia kuelewa kwamba kama una PCOS, yani PCOS. Hii PCOS ni polycystic ovarian syndrome, ambayo
watu wengi sasa ndio ile wanakuta saa nyingine wanakuwa na mauvimbe kwenye mirija yao ya uzazi. Na pia homoni nyingine unaotaka daktari wako angalie ni LH, ambayo ni luteinizing hormone, ambayo inakusaidia kuelewa kuhusu fertility yako, na nyingine ni hiyo TSH ambayo ni thyroid stimulating hormone, ambayo ndo hii sasa ya goita tunayoiongelea, goita yako level zake zimekaaje. Na nyingine ndo hiyo unataka kuangalie iron, yani hemoglobin yako iko katika levels gani. Hicho ni kitu muhimu sana, haswa kwa wanawake 40 na kwenda juu, kwa sababu mara nyingi tuna level zetu za damu zinashuka sana, level zetu za iron ambayo iko kwenye damu inashuka sana. Kwa hiyo hiyo nayo inatuletea, ndo hivyo saa nyingine unaweza kupata hata mental health issues, kwa sababu mwili wako unakuwa hauko kwenye level sawa. Ndio maana mimi napenda sana kuongelea mambo ya perimenopause, kwa sababu I really think watu wengi, wanawake wengi wanaweza wakawa wanapitia haya matatizo na mengine mengi na wanakuwa hawaelewi. Kuna watu wengine wakishaingia kwenye perimenopause, ama kabla hata wajaingia kwenye perimenopause, ndio wanakuta wana hii PCOS, polycystic ovarian syndrome. Sasa unakuta watu wanatolewa mauvimbe makubwa hivi. Unakuta mtu labda alikuwa tu anajisikia vibaya mara kwa mara, ama tumbo, kila saa tumbo linakata, yani mtu ni anaumwa tumbo, halielezeki. Yani mtu hali yake anakonda, haelezeki. Na kila akienda kwa dokta, wanapima vipimo tu vya kawaida. Anarudi nyumbani, wanamwambia hamna kitu chochote. Unaona sasa, hii ndio ile stage mtu anaanza kufikiria kuna mtu kanichezea. Hivyo spirits ziko huko nje, sikatai, lakini hawakupima vipimo fulani fulani, kwa sababu mara nyingi afya ya wanawake, at least kwa huko nje wanaongelea sana, japo tunaona labda tuko mbele na kuna vipimo vingi vinafanyika, lakini bado kuna vitu vingi sana vinasaulika. Hebu imagine nchi iliyoendelea, bado wanawake wanalalamika kwamba jamani, mbona mnatusahau, tuna mambo mengi kwenye miili yetu ambayo yanatusumbua. Imagine hizi nchi zetu zinazoendelea ambapo hatuko aware sana. Tena mimi nadhani wakati hizo za mababu zetu na mababu zetu labda walikuwa aware kuliko sisi wa sasa hivi, kwa sababu walikuwa wameshazoea kustadi miili kwa kienyeji zaidi. Kwa hiyo walikuwa kwa ahead of things, wanaelewa kuliko hata sisi wa sasa hivi wenye ma scientific sijui nini, ma science na kila kitu. Yani ndio tofauti ulipo hapo. So anyway, hakikisha unamuomba daktari wako acheki hivyo vipimo. Kama wewe ni mwanamke wa miaka 40 kwenda mbele, hata 35 pia kwenda mbele. Kama nilivyosema, ni estrogen ambayo ni homoni ya wanawake, wote tunakuwa nayo, lakini tukisha jifungua na tukishaingia kwenye perimenopause inashuka, yani mno kupitiliza, na inaleta matatizo mengi. Progesterone pia waicheki. Hivyo hivyo ni homoni ya wanawake. Testosterone ni homoni ya wanaume, lakini na sisi wanawake pia tunayo kidogo, na wanaume pia wanayo estrogen, lakini kidogo pia, kwa sababu ni homoni ya wanawake. So we share those things. Wa kucheki FSH ambayo ndio hiyo nilisema, follicle stimulating hormone, TSH ambayo ni thyroid stimulating hormone, na LH ambayo ni luteinizing hormone, iron. Kama nilivyosema, hii wakikucheki hizi hormones na kujua level zake zilivyokaa, itakusaidia kuelewa ni kwa sababu gani labda mood swings zako zinabadilika sana, yani kwa nini una mood swings. Alafu pia kwa nini labda huna hamu ya kufanya mapenzi, kwa nini unajisikia uko depressed, kwa nini una matatizo ya kulala, kwa nini una anxiety, wasiwasi kila mara, na kwa nini labda una gain weight sana, na kwa nini labda unapata matatizo ya kupungua uzito sana. Umeshakutana na wale watu wanafanya mazoezi sana, lakini siku zote kuwaona ni wamejaa. Haya ndio matatizo, kwa sababu hawacheki hormone. Wao wanadhania tu ni diet na kufanya mazoezi na usingizi. 3 good things, sawa, lakini hormone, that's where it's at. Wanasahau kucheki hormone. Hormone zako zinapokuwa haziko balance, yani lazima utapata matatizo haya. Kuna story moja niliona inasambaa sana kuhusu yule mchezaji movie Vivica Fox. Hebu muangalia alivyokuwa msichana na alivyoingiza miaka 40 kwenda juu. Angalia utofauti. Okay? Yani alikuwa kwenye mablogs, watu wanasema hey, ametokea kama limdudu gani sijui, ama ametokea sijui vipi, kajiachia ikapanda ikashuka. Alafu sasa kinachosikitisha, wengi walikuwa ni wanawake.
wanaomsema vibaya, na wanaume of course, lakini wengi wao walikuwa ni wanawake. Yani hii inakuonyesha jinsi gani watu hawako empathetic, hawana uelewa wa kwamba sio yeye anataka afanane hivi, lakini ni homoni zake hawezi kuzicontrol. Yani hapo labda kashamwona dokta yake, wamepunguza tezi yake ama wamemsaidia na hichi na kile madawa. I mean, ana hela zake za kutosha tu. Unadhani hajawaona madokta wote? Yani sisi wanawake we go through so much. So vipimo vya pili baada ya kumalizana na dokta na vipimo vile vya kwanza nilivyosema, vipimo vya kwanza, vipimo vya pili ambavyo utamwomba dokta wako akucheki. Na hivi vipimo madokta wengi already wanavicheki hivi vipimo, lakini just make sure unaviongelea just in case, kwa sababu utaki tu kuassume. Lipids panel, unataka uombe ile panel ya lipids ambazo wanakucheck fats zako. Hiyo lipids panel inaangalia vitu kama triglycerides ambayo ni mafuta tunayokula kwenye vyakula, cholesterol, mafuta yaliyoko kwenye mwili wako, afu ataangalia LDL ambayo ni yale mafuta mabaya ambayo yako kwenye mwili wako, na HDL ambayo ni mafuta mazuri ambayo yako kwenye mwili wako. Kwa hiyo unataka uhakikishe wanaangalia hivi vitu na wanaongea na wewe kwa undani kuhusu haya mafuta, ili uweze kujua ni jinsi gani uweze kubadilisha diet yako na ni mazoezi gani ufanye ili uweze kupunguza hivi vitu kwenye mwili wako. Kama we ni mtu ambaye ukiamka asubuhi unaona uso umejaa ama mwili tu unajaa, uso wako unaanza kukosa shape, ukumbuke kwenda kumwona dokta wako akucheki hormone zako, na hormone ambayo wanaweza pia wakakupa, especially kama una matatizo kwenye perimenopause, wanaweza wakarecommend kitu kinaitwa HRT ambayo ni hormone replacement therapy. Na hii zaidi utasikia wanawake wengi sana ambao wako kwenye miaka 40 na kwenda juu ambao tayari wameshaingia kwenye perimenopause na menopause wanaitumia. Haswa hapa Marekani nimesikia kuna wanawake wengi sana ambao wako kwenye hiyo hormone. Mimi dokta wangu alirecommend, lakini yani mimi ni yule mtu mbishi. Saa nyingine nataka tu nipambane kwanza nione ni vitu gani mimi mwenyewe personally naweza nikavibadilisha ili niweze kukaa vizuri. So bado sijaanza kuitumia hii HRT, lakini ikifika kipindi ambacho ninahitaji kuitumia, well and good, I'm gonna go into it, kwa sababu so far feedback ni nzuri, lakini ukumbuke kila mtu ana react tofauti kwenye hormone mbalimbali. So hiyo ni therapy mojawapo ambayo dokta yako mara nyingi hata kabla hajaanza kuanza kudiscuss kuhusu kupunguza tezi yako, wanaweza wakarecommend kitu kama hicho. Na kuna madokta wengine wanaweza wakakurekomendia tu labda dawa za kutuliza matatizo ya akili, na hiyo pia ikasaidia. Unachohitaji kujua ni kwamba je, una option gani kwenye meza, halafu wewe ndo utaenda kuzifanyia tafiti, then utakuja utamrudia dokta wako, utaamua ni hormone gani wewe ona itakusaidia zaidi, and then utapata ushauri kutoka kwa dokta wako. Nataka niingie real quick kwenye vile vitu ambavyo nilisema nitashare, haswa kwa wale ambao kama mimi tuko tayari tumeshaanza mambo ya perimenopause, labda unajisikia harufu. Kuna story ambazo nimeshazisikia kwamba kuna wanawake wengine yani wanajisikia kama vile wananuka mikojo, japo ni wasafi, lakini yani harufu ya mikojo haishi. Na kuna wengine wanasikia huko chini yani kunatoa harufu ambayo si nzuri. Kuna wale ambao ni watu ambao wanapendelea wapenzi wao washuke chini, kwa hiyo inakuwa inaleta mtafaruku kidogo. Ila kitu ninachotaka ni recommend hasa kwenye kuondoa harufu ya mwili, I went hunting, nikaenda nikanua deodorant moja inaitwa Lumi, imetengenezwa na gynecologist, nzuri sana. Yani nimekuwa nikiitumia kwa muda sasa, wonderful, inanukia vizuri. Mimi napenda harufu zilizotulia, kwa hiyo mimi napendaga kutumia hii lavender scent, lakini kuna scent za aina mbalimbali kwenye hii brand. Angalia hapa inaonyesha inafanya kazi masaa 72. Nataka unapaka mara kwa mara. So ukiwa unaenda kulala usiku umeshaoga zako ipake. Na ukiamka asubuhi jipake tena. Kwenye makwapa, unaweza kujipaka mahali popote tu mwilini. Inakusaidia kuondoa harufu. Hii brand pia ina deodorant zile za kupuliza, kwa sababu kuna watu wengine wanapendaga zile spray kuliko hizi za aina hii. It just depends wewe unapenda aina gani. Kuna supplement fulani zinaitwa bromelain, something like that. Mimi sijazitumia bado, lakini nina marafiki ambao wanazitumia. So pia unaweza ukazioda hizo supplement, nitaweka jina hapa mwishoni mwa hii video. Kwa hiyo unaweza ukazioda hizo supplement kwenye Amazon. Wanashauri uode zile ambazo zina taste ya pineapple, kwa sababu kama mnavyofahamu pineapple inasaidia kwenda kubadilisha
secretion huko chini, yani secretion yako inakuwa inanukia vizuri, ina taste vizuri. Kwa hiyo kama wewe ni mpenda kuliwa inakusaidia. So mpenzi wako atasema wow, what's going on. Lakini pia kama wewe ni mtu ambao unataka tu kuondoa harufu ya secretion yako ya huko chini, kula tu mananasi kwa wingi ama pia watermelon, itaenda kusaidia huko chini. Ile secretion yako inakuwa ina smell vizuri, afu ina taste pia vizuri. Kitu kingine cha kunywa ni omega 3. Mafuta ya samaki haswa yenye omega 3 excellent for your body. Ni kirutubisho ambacho hutaki kukosa kama mwanamke. Halafu kingine iron. Lakini sasa iron inabidi uongee kwanza na dokta wako, kwa sababu kama uko kwenye blood pressure medication ama uko kwenye medication tofauti tofauti ambazo zinaweza zikakuletea clots and what not, inabidi kwanza uongee na dokta wako kumuuliza kama it's okay wewe kunywa supplements za iron. Ikija kwenye supplements, usiwe mbishi, bali ni kufuata tu njia na kunywa hivi vitu. Kwa walio Tanzania, kuna hii kitu inaitwa seaweed. Mimi nanuaga, kuna duka moja kule inaitwa Costco, kwa hiyo nanuaga a bunch of it. Seaweed hizi hapa ni yani they are just flakes. Kwa hiyo mimi nakula hizi flakes, lakini zinasaidia sana kwenye iron na mambo kibao kwenye mwili. Kwa hiyo hakikisha kwa Tanzania unanua seaweed. Kuna njia mbalimbali za kutengeneza seaweed. Unaweza tu ukailainisha kwenye microwave ama ukailainisha kwenye sufuria, ukaikaweka viungo, ukala, ama ukaichanganya kwenye chakula chako, vyovyote vile utakavyotaka. Na kuna seaweed nyingine wanaitengeneza kabisa na kuwa kwenye maji. Kwa hiyo unakuwa tu unakunywa ama unachanganya tu kwenye chakula. So hivyo ni vitu muhimu. Kingine ni maji. Mimi si mpenzi wa maji. So what I do is na wekaga Crystal Light kwenye maji yangu ili niweze kunywa maji. Crystal Lights ama nawekaga hizi Zipfizz kwa sababu zinanipa energy. Zipfizz inanipaga energy, ndio maana naipenda. Naichanganya tu kwenye maji yangu alafu nakunywa throughout the day. Kwa hiyo inanipa energy na pia haina sukari, haina kitu chochote, yani ni flavor tu inaongeza kwenye maji. Kwa wale wapenda sukari kama mimi, kija kwenye snacks, kwa sababu napendaga kusnack vitu vya sukari na kulaga hizi protein cookies ambazo brand yake ni Quest. Ukitaka kweli kucontrol intake ya sukari, huwa unasoma huko nyuma nutritional facts kwenye kila kitu unachonunua. Unasoma sugars, added sugars, protein, unasoma vitu vyote huko nyuma. Unaangalia mimi nahitaji kitu gani zaidi. Kitu kingine kikubwa ni magnesium citrate. Inasaidia kwenye vitu vingi sana. Kwa hasa sisi wanawake ambao 40 na kwenda juu, tunahitaji sana magnesium. Kwa sababu hata usiku ukiwa unataka kwenda kulala, ukiwa umekunywa magnesium inakusaidia pia kuweza kurelax na kulala. Make sure unaangalia ni milligrams ngapi. Mimi sipendagi mavidonge, so niko kwenye hunt ya kutafuta hichi kirutubisho kiwe kwenye maji. Kama nikiwa najisikia niko anxious ama stress, yani ile mwili wangu haujatulia, akili yangu is rushing, na kulaga kama just lozenges za kusaidia kuondoa stress, zinakusaidia kujisikia ni you're calm. That's just me. Sivitumiagi sana, of course unavisikia viko vingi bado kwenye nani, lakini yani na vibebaga tu kwenye pochi yangu just in case nikishaanza kujisikia unease na vinywa. Hivyo ni vitu vichache nilikuwa nataka ni share na wewe kama mwanamke wa miaka 35 kwenda juu, 40 zaidi, kwa sababu mimi kama mwanamke mwenzako I've gone through so much just because nimeingiza miaka 40 na kwenda juu. Lakini mimi pia dalili zangu za vitu vingi zilianziaga miaka 35. So nikaanza kujiandaa kama hizi hot flashes usiku, yani unasikia joto la hali ya juu, saa nyingine kichwa tu kuuma kwa sababu unakuwa umekosa iron kwenye mwili. Kichwa kinauma, uelewi ni nini, hata ukinywa dawa hakitulii. And all my supplements, na kuhakikisha kila nikienda kwa dokta, kila appointment yangu ya dokta ya mwaka, kwa sababu dokta wako wa wanawake mara nyingi unamuona mara moja kwa mwaka, usiache kucheck pap smear. Pap smear ni wanakuangalia huku chini uvimbe mbalimbali na kuangalia cervix yako, kuangalia kama kuna cancers na vitu kama hivyo. Hakikisha unafanya pap smear exam kila mwaka. Ukishafikisha miaka 40 kwenda juu, sasa hivi wana recommend miaka 35, uhakikishe unafanya colonoscopy. Wanaingiza mashine huko ndani, yani kikamera,
kwa waya. Ukienda kufanya hii exam wanakulaza, kwa hiyo unakuwa usikii. Wanaingiza kimicroscope kwa kamera huko ndani, wanaenda kuangalia utumbo wako mkubwa, wanaangalia for colon cancer. Ni muhimu sana kufanya colonoscopy. Hiyo ni check nyingine kubwa, exam nyingine kubwa ambayo unaweza kufanya kuanzia miaka 35. Sasa hivi kwa Marekani wana recommend kuanzia miaka 32 ufanye colonoscopy. Miaka 40 kwenda juu ndo hutakiwa hata kuambiwa. Yani wewe unatakiwa tu ujipeleke kwa dokta, uombe uandikiwe kwenda kufanya colonoscopy kama bado hujafanya. Unapofikisha miaka hii ya juu, unaweza kuona diet yako inabadilika. Tumbo lako halikubaliani na vitu vya maziwa, vitu vyenye gluten. Gluten ni, siwezagi kuexplain kwa Kiswahili, lakini ni kama ukila mkate ama ukila vitu vyenye wanga sana, unasikia tumbo lako linajaajaa ovyo. So unatakiwa ule vitu ambavyo havina gluten, kwa sababu ile inaenda ina disturb digestion yako, ina disturb kwenye utumbo wako, so it's not good for you. Yani uangalie pia diet yako. Unaweza kufanya test za kucheck allergies ya vyakula. Hiyo ni test nyingine pia unaweza kumuomba daktari wako akafanya, kwa sababu ukishaingiza hii miaka ya juu, hata tumbo lako pia hubadilika. So kuna wanawake wengine utaona ghafla wameanza kuota ndevu, ama unaanza kujishuhudia unaota nywele kwenye kifua na kwenye mgongo. Hii yote ni hormone issues. So unaweza kwenda kuongea na daktari wako, wao wakajua jinsi ya kukusaidia, lakini yote pia ni hormone issues. Inaweza kuwa ni hormone zimezidi, hormone zimepungua, yani ni mambo mengi sana yanaendelea kwenye mwili, ama unaweza kuwa hormone ile ya wanaume imezidi pia kwenye mwili wako. So they know jinsi ya kuregulate ile hormone. Kuhakikisha unaenda kumuona daktari wako kama ni vitu vinakusumbua, ili aweze kukusaidia. Mimi mwaka jana niliamka asubuhi nikajiangalia kwenye kioo, nikajikuta nimeshapata ndevu moja upande huo huko. Pata ndevu moja. Niliing'oa ile ndevu, lakini ikarudi kwa nguvu na kasi zote. Kwa hiyo nikaamua niache. Sasa hivi hata sioni tena, lakini ndo hivyo. Kuna watu wengine kutokana na hormone kubadilika wanapata sana nywele. Kwa hiyo again inabidi ukacheck hormone zako, kwa sababu hizi, yani kama ndio hivyo upendi nywele, kwa sababu unavozishave ndo zinavozidi kurudi kwa nguvu, afu zinakuwa ngumu tena zaidi. Mimi mfano nimeona kitu kikubwa nilichoona kimetokea ambacho ni physically, yani mtu unaweza kukipoint, ni sana napataga acne, vipele hivi vichunusi huku chini hivi kwenye jawline yangu na hata kwenye mashavu. So nimekuwa nikitumia products nyingi, zimekuwa zikinisaidia, na nyingine hata sijui, kwa sababu mimi ndio yule nikisikia product fulani inamsaidia mtu fulani, huyu nakimbilia. Nikisikia product fulani, yani nimeshaendaga kumuona dermatologist, lakini nilienda kumuona dermatologist nilipojifungua, kwa sababu ndo ngozi yangu ya uso ilianza kubadilika sana. Mimi nilikuwa sinaga vichunusi, mara ghafla nikaanza kupata chunusi na najisikia so uncomfortable. Kwa hiyo nikapewa dawa, mara vikapungua, mara vikarudi, lakini nimeona toka nimeingia kwenye perimenopause, yani huku chini chunusi zinatokeaga, which ni kitu cha kawaida I guess ukiwa kwenye perimenopause. Na pia uso saa nyingine unakuwa inflamed, chunusi zinatokea. Mara nyingi ni kutokana na diet, vyakula vyenye dairy, yani maziwa zaidi ndio vinavyokozi hivi vitu, na gluten zaidi ndio vinavyokozi hivi vitu. Hayo ndio mambo machache nilikuwa nataka kushare na wewe kuhusu tezi dundumio. Okay, tezi dundumio pamoja na test unazotakiwa kumuomba daktari wako akufanyie kama nilivyozitaja hapo juu. Wewe mwenyewe inabidi uwe advocate kwa afya yako wewe mwenyewe. Usisubiri mpaka daktari wako aseme fanya test hii na fanya test ile, ama acha test hii. Wewe mwenyewe jiadvocatie. Ukiwa unajisikia depression, anxiety, umeshaingia kwenye perimenopause ama ndio uko kwenye hizo dalili, ni vitu vya kawaida. Hakikisha tu unamuona daktari wako mara kwa mara, ili muweze kuja na plan ya jinsi gani ya kukusaidia, kwa sababu hutaki kusafa kwenye haya matatizo, hutaki kusafa. Alafu pia inabidi sisi kama wanawake tu tunaongelea hivi vitu, kwa sababu wote tunavipitia. Hamna haja ya kufichana, hamna haja ya kuona aibu. Tunapoongea zaidi ndio tunavyosaidiana jinsi ya kujua ni kitu gani mtu ametumia kimemsaidia, na wewe labda unaweza ukaangalia na kujaribu kukitumia, kwa sababu kinaweza kukusaidia na wewe. Kwa hiyo tunaposhare information, tunapokuwa wawazi na kushare information, ndio jinsi tunavyojengana, ndio jinsi tunavyosaidiana, ili tusisafe, yani tusisafe alone kivyetu wenyewe. There's no need for that. Wazazi wetu, mama zetu walisha safa sana
wenyewe kimya kimya, lakini sisi hatuhitaji kusafa kimya kimya. Sisi tunahitaji kushare, sisi tunahitaji kuelimishana, sisi tunahitaji kusaidiana, kwa sababu sisi wanawake wa miaka ya tofauti, sisi tunavyokuwa open ndo tunasaidia vizazi vyetu vinavyokuja huku chini kuweza kupambana na haya matatizo zaidi vizuri. Until next time, natumaini umeenjoy hii discussion. Kama una maoni yoyote, una maswali yoyote, ama una story yoyote ambayo unaweza ukashare na sisi, basi fanya hivyo kwa kushare hapo chini kwenye comments, na pia ipe hii video thumbs up, na pia naomba ushare na rafiki yako mmoja ama wawili, na pia kwenye social media zako. Naomba pia usisahau kusubscribe na kuclick hiyo notification button ili kila naposhare video mpya basi uweze kutaarifiwa, na tumaini mtabaki salama. Bye bye.